habari, na leo nitakuletea faida za kutumia almond au mbegu za almond, au tunaweza tukasema mbegu za rozi. Inaitwa tunda la rozi au rozi kwa Kiswahili, ambayo tunasema ni almond. Mara nyingi zipo kama maharage, lakini ni kubwa kidogo. Sasa tutaangalia faida zake. Watu wengi wamekuuliza ni faida gani basi ambazo tunaweza tukazipata kwenye almond. Faida namba moja ni chanzo kikubwa cha protini na virutubisho. Hata kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea vyakula ambavyo vinazalisha protini na vitamins na virutubisho tofauti. Basi almond ipo, inazalisha protini ya asali ambayo ni muhimu, ya asili ambayo ni muhimu kwa kujenga mwili na kujenga misuli, kwa sababu inatunza zile tishu za mwili. Lakini pia ni chanzo kimojawapo cha vitamini E, magnesium, calcium, fiber na omega 3 fatty acid ambazo ni muhimu katika afya ya mwili. Kwa hiyo ukitumia almond, jua unapata chanzo kikubwa cha protini na virutubisho asili kutoka kwenye almond. Lakini pia inasaidia afya ya moyo kwa watu ambao wana changamoto ya moyo, basi kwa sababu ina omega 3 fatty acid inaondoa zile bad cholesterol ambazo ni LDL na kuweza kurahisisha ule mzunguko wa damu kuweza kuwa sawa na kuweza kuwa mzuri zaidi, ili kuondoa changamoto zote zinazohusiana na moyo. Mara nyingi changamoto nyingi zinazohusiana na moyo chanzo chake ni bad cholesterol ambayo tunaziita LDL. Lakini pia inaboresha afya ya ubongo. Kwa nini afya ya ubongo? Kwa sababu ina vitamini E kwa ajili ya kulinda ubongo, na vitamini E ina degenerate ubongo na kuweza kuleta kumbukumbu na kuweza kuondoa changamoto ambazo zinahusiana na issue ya akili. Lakini pia inasaidia kudhibiti uzito kwa sababu ina fiber, ambayo fiber inaongeza protein husaidia kuongeza hisia za kutojisikia njaa. Kwa hiyo kama ikitokea haujajisikia njaa, hautakula sana vyakula vya wanga, vyakula vya mafuta na vyakula vya sukari, ambavyo ndo chanzo kikubwa cha changamoto ya uzito kupita kiasi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, tumia almond. Kama una uzito kupita kiasi, unajihisi ni mnene, umezidi, basi tumia almond, itakusaidia. Lakini pia ni nzuri, inasaidia afya ya ngozi. Kwa nini inasaidia afya ya ngozi? Kwa sababu ina vitamini E. Kwa hiyo ikiwa na vitamini E, basi pia ni rahisi kupambana na mionzi ya jua na kulinda ngozi juu ya madhara na maambukizi ya bakteria na virusi mbalimbali. Lakini zaidi ni kwamba huwa inaondoa mikunjo. Unakuta mtu ni kijana lakini ngozi yake imejikunja, unaweza kufikiria ni mzee. Lakini ukishatumia rozi almond, basi utaondoa hizo changamoto, madoa, na kufanya ngozi kuwa nyerere na yenye afya. Lakini inasaidia afya ya moyo kwa sababu kuna potassium. Ikiwepo potassium, ndio hiyo inasaidia katika kuondoa shinikizo la damu. Potassium na magnesium ni muhimu kwa sababu shinikizo la damu na kuleta mzunguko mzuri wa damu. Kwa wale watu wenye changamoto ya mifupa, basi calcium inayopatikana kwenye almond ni nzuri kwa ajili ya changamoto za mifupa na usimamizi wa afya ya mifupa, na mifupa iwe na nguvu, ikiwemo meno na changamoto za fizi. Kama una fizi zinatoka damu, basi hakikisha unatumia almond au mbegu za rozi. Inatumika kudhibiti sukari ya damu, kwa sukari kwenye damu. Kwa nini sukari kwenye damu? Kwa sababu inakuwa na low glycemic index, ambayo GI, ambayo inasaidia kudhibiti sukari kwenye damu na kudhibiti sukari aina ya pili. Lakini mbali na hayo, ina fiber ambayo inasaidia kupunguza ufyonzwaji wa sukari kwa haraka mwilini, kwa sababu ina fiber kwa hasi ya juu, ile tunaita nyuzi ambayo inasaidia kufyonzwa sukari kwa haraka mwilini. Inaandaa mfumo wa kinga kwa sababu ya vitamini E, vitamini C, na kuondoa maambukizi na madhara ya bure za radikali huru, hivyo kuzuia magonjwa mbalimbali, kwa sababu mfumo wa kinga ukiwa imara, basi changamoto hazitaweza kukusambulia mara kwa mara. Lakini inasaidia afya ya nywele kwa sababu ina biotin na vitamini E ambayo ni muhimu kwa afya ya nywele, kwa sababu kama una changamoto ya nywele zimedumaa, basi tumia almond, ni nzuri sana. Inasaidia afya ya mdomo na meno kwa watu ambao changamoto ya meno, kwa sababu ina calcium, ina phosphorus, afya ya meno kwa ajili ya afya ya meno na mdomo. Kwa hiyo kama una changamoto ya mdomo, kuna bakteria, kuna minyoo, basi upunguza yale maambukizi ya kinywa. Lakini pia
inapunguza hatari ya magonjwa ya saratani kwa sababu ni antioxidants na vitamini E plus flavonoids ambazo husaidia kupunguza madhara ya radikali huru na kupunguza hatari ya saratani, na pia kuregenerate zile seli ambazo zinamea au zinakuwa bila utaratibu, basi zinaweza kumea, zinaweza zikakua kwa utaratibu. Kwa hiyo hizo ndo faida ambazo utazipata kwa kutumia almond, hizi mbegu za almond. Tuambie hapo chini ni faida gani ambazo umezipata kwa kutumia almond. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo kama una swali lolote, kama una changamoto yoyote, basi tuulize hapa chini na sisi tutaweza kukujibu na tutaweza kukupa msaada wa haraka. Karibu na Mungu akubariki.